Hapa mashirika mbalimbali ya kiutu ikiwemo UNHCR inaonekana kuzidiwa na madhara yanayosababishwa na vita inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Inaonekana ni mapema sana. Kama imekuwa hivi mapema kiasi hiki, tutatarajia nini pengine kwa siku za usoni? Asante sana, nashukuru ndugu Goodluck kwa kunikaribisha. Ni sahihi, vita hii ni vita kubwa katika midhania ya kimahesabu kawaida. Ni vita ambayo kimsingi haijawahi kushuhudiwa kwenye nchi za Ghuba kwa miaka mingi. Ni vita ambayo kimsingi pia imebeba upekee kutokana, kwanza ni vita ambayo inahusisha maeneo mengi, na ni vita ambayo inahusisha mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi na kijasusi. Marekani ni taifa lenye uchumi mkubwa na taifa ambalo linaongoza ulimwenguni kwa nguvu ya kijeshi kwa mujibu wa rekodi zote kwa vyanzo vyote duniani. Lakini Israeli pia ni taifa ambalo linatajwa kuwa na uwezo mkubwa sana wa kijasusi kwenye mashirika yake ambayo yana ushawishi mkubwa duniani, kuanzia shirika la kijasusi la Shin Bet la ndani, shirika la kijasusi la amani la jeshi la IDF, lakini pia shirika la kijasusi la Mossad, kwa maana shirika linajihusisha na ujasusi wa nje, kwa kuivamia Iran ambayo taifa ambalo kwanza kwa miaka 47 imekuwa likitengwa na nchi nyingi za kimataifa, nchi ambayo pia imekuwa ikiandamwa kwa miaka mingi na ulimwengu, lakini ni nchi ambayo pia imeonyesha jambo ambalo hawakuwahi kulitarajia au kuliona, na hilo limezungumzwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, rais mwenyewe wa Marekani Donald Trump, kwamba imeshangaza kwa namna ambayo kwanza imeshambulia nchi zote za Ghuba kwa wakati mmoja, na inaendelea kufanya hivyo mpaka sasa. Kwa hiyo madhara ni makubwa, kwa sababu nchi kama Kuwait, nchi kama Bahrain, nchi kama Falme ya Kiarabu, nchi kama Saudi Arabia, nchi kama Jordan, nchi kama Bahrain, nchi kama Iraq, wote wamekuwa wakishambuliwa na makombora kutoka Irani, na maeneo yote hayo yamekuwa na waathirika wakubwa, kwa maana vifo pamoja na watu ambao wamekuwa wamepata majeraha makubwa. Lakini pia ndani ya Israeli penyewe na ndani ya Iran penyewe kumekuwa na vifo vingi na majeruhi wengi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni lazima huduma hizo za kimatibabu, huduma za kwanza zinazotolewa na mashirika yote, kuanzia hospitali, Msalaba Mwekundu na wengine wote, lazima wazidiwe kutokana na aina ya mashambulizi ambayo inaendelea, na sababu inahusisha sehemu kubwa zaidi kijiografia. Na ni maeneo gani hasa yanaonekana kuathiriwa zaidi ama kuelemewa zaidi na vita hii, ukiachana na Iran yenyewe ambako ndiko kwenye uwanja wa vita, lakini ni nchi zipi hasa ambazo zinaonekana zimeelemewa zaidi? Kimsingi, unajua tatizo lililopo hapa ni kwamba kwa mujibu wa sheria za Israeli ni kwamba hawaruhusiwi kutoa taarifa za moja kwa moja, lakini vyanzo vingi kama kwa mfano vyanzo ambavyo vinaelezewa na Al Jazeera, Reuters, na mashirika mengine na binafsi ya watu yanataja kwamba vifo ni vingi sana, hasa katika nchi za Qatar, Falme ya Kiarabu pamoja na Israeli kwenyewe, japokuwa taarifa hazitoki halisia, hazitoki zikiwa zinaelezwa kwa ukweli. Nyingi zinafichwa ili kupunguza madhara yale ya vita yenyewe, hasa kwa upande wa Israeli. Taarifa nyingi hazitoki wazi, lakini inatajwa kwamba kwa kweli majeruhi ni wengi sana na vifo pia ni vingi sana. Sababu hata hospitali ya Sotoka ya Israel kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa siku mbili nyuma na waziri wa afya wa Israel, ni kwamba hospitali yenyewe inakwenda kuzidiwa kutokana na kupokea majeruhi. Kwa hiyo hilo unaweza kuona wazi kwamba kama hali hiyo ipo ndani ya Israel, manake pia hali sio nzuri sana kwa maana ya maeneo mengine, kwa miji mingine, lakini pia maeneo mengine ya Ghuba, nchi za Ghuba. Kwa hiyo
kwa ujumla tu ukifanya uchambuzi linganifu kwa ujumla unaona kwamba madhara ni makubwa, sababu ripoti ambazo zilitolewa na shirika la Al Jazeera inaonyesha wazi kwamba ukitoa Iran peke yake, majeruhi ambao wamepata madhara makubwa ambayo ni majeraha makubwa sana, ni zaidi ya majeruhi 1500. Kwa hiyo ukaona wazi kwamba hali sio shwari kabisa. Sasa lakini ukitazama pia Lebanon haitajwi sana, haizungumzi sana, lakini inaonekana ndio taifa lililoathirika zaidi katika kiutu, hata ukiachana hizi nchi ambazo ziko kwenye vita, kwa sababu kwa mfano kusini mwa nchi hiyo ambao imekuwa ni ngome ya Hezbollah, maeneo ya Beirut, kumekuwa na mashambulizi makali. Tunaambiwa inawezekana watu zaidi ya 600,000 wakakosa makazi. Ni sahihi, na kwa sababu kubwa moja kwamba Israel pia inafanya inalipiza mashambulizi ya Iran kwa kushambulia Lebanon, kwa hasa maeneo ambayo Hezbollah inasemekana kuwa ni makazi au wana kambi au wana maeneo yao ya viongozi pamoja na wafuasi wa Hezbollah. Kwa hiyo hilo linaongeza hiyo akisi ambayo kwamba ni eneo pia ambalo linaathirika, na sio Lebanon peke yake, kwa sababu Israel pia inafanya hiyo retaliation ya kulipiza kisasi pia na eneo la Gaza, inapiga pia na eneo la Gaza. Kwa hiyo inajibu mashambulizi ya Iran kwa kupiga kwa hayo maeneo mawili, kwa maana ya Gaza pamoja na Lebanon, hasa Beirut na kusini mwa Lebanon. Na kuna madhara makubwa pia yanatokea, vifo vingi vinatokea, watu wanakimbia maeneo yao ya makazi kwa sababu ya kuhofia pia usalama. Kwa hiyo tuseme ni kama hili swala limekuwa ni mchafuko mkubwa kwa nchi za Ghuba. Hizo Ghuba, eneo lote limekuwa sio eneo salama kabisa, kwa sababu mashambulizi yamekuwa makubwa, kuna usalama, vifo vinaongezeka kila siku, majeruhi wanazidi kuwa wengi. Kwa hiyo ni eneo kwa kweli kimsingi ambalo lina madhara makubwa sana. Maeneo haya yana madhara makubwa sana kutokana na vita inayoendelea. Sasa tulisikia pia kuhusiana na kusitishwa kwa vita. Rais Donald Trump wa Marekani alieleza kwamba kutakuwa na sitisho la siku 5 ambalo linaendelea hivi sasa, jambo ambalo pia wachambuzi wamekuwa wakisema kwamba kiuhalisia, yani uhalisia hauko hivyo kwenye uwanja wa vita. Wakati mwingine pia wataalamu wa uchumi wakisema kwamba ilikuwa ni kama propaganda hivi ya kufufua masoko ya hisa na kuweka mazingira na kubalansi mzania wa kiuchumi. Ukweli ni upi hasa? Uhalisia ni upi hasa? Ni kweli kinafanyika kile ambacho Rais Donald Trump alitangaza siku 2 zilizopita? Hili lina sura mbili. Kwanza lina sura ya kiuchumi kama ambavyo ulivyosema. Inawezekana, unajua, kulikuwa tayari kuna mdororo mkubwa wa kiuchumi maeneo mengi ya dunia, hasa kwenye masoko ya hisa. Hali ilikuwa imeanza kuwa mbaya sana, na hiyo ilifuatia baada ya kauli ya Trump ya kwamba atakwenda kushambulia maeneo ya nishati ya Iran. Na Iran nayo ikajibu kwamba ikiwa itashambuliwa kwenye maeneo yake, na yenyewe itashambulia maeneo ya nishati yote, kwa maana ya vyanzo vyote vya umeme, maeneo ya uchujaji wa maji safi kwa ajili ya matumizi ya maji ya kunywa, maeneo yote ya nchi zote za Ghuba, kwamba itakwenda kuvuruga maeneo yote. Kwa hiyo pia ikatikisa soko la dunia, hali ikawa ni mbaya. Kwa hiyo Trump akatumia hiyo mbinu ya kutengeneza matumaini kwenye soko la dunia, la kuonesha kwamba utengamao na hatofanya hivyo na usitishaji. Lakini kwa sehemu moja limesaidia, kwa sababu angalau sasa masoko ya hisa yalipata ahueni kidogo. Bei ya nishati, hasa mafuta na gesi, hasa kwenye nchi za Asia, pia iliimarika kidogo kwa sababu ya kuwepo na matumaini ya mazungumzo. Lakini upande wa pili ni kwamba mazungumzo, kwamba hiyo haisaidii chochote, kwa sababu vita sasa imefika kwenye hatua kubwa. Tupo kwenye scale kamili ya vita, ni full scale war, scale kamili ya vita. Na vita ya namna hii haiwezi kusimamishwa na hiyo kauli tu kwamba tusitishe vita kwa siku 5. Tunakwenda kwenye mazungumzo ambayo
hayajaonesha dalili zozote za kuwepo kwa matumaini ya mazungumzo, kwa sababu kwa wakati wote Iran imekuwa ikikanusha kwamba haijafanya mazungumzo yoyote na Marekani. Hata spika mwenyewe Galbaf alisema hajafanya mazungumzo, isipokuwa wamepokea taarifa za mapendekezo ya mazungumzo kutoka kwa washiriki wao, na mmoja wapo akiwa ni Pakistan. Na Iran imeweka masharti ambayo kimsingi ukiyatazama ni masharti ambayo hayaoneshi matumaini ya kwenda kwenye mazungumzo. Sawa kabisa. Na kwa kumalizia sasa, tutarajie nini katika eneo hilo kwa siku chache zijazo? Kwanza tutarajie kwamba kuna uwezekano mkubwa, leo tuko siku ya 26 ya mapigano yanayoendelea, tutegemee kama hakutokuwepo na mazungumzo au kutokuwepo na juhudi za mazungumzo, kwa sababu mpaka sasa hivi Umoja wa Mataifa hauoneshi juhudi, isipokuwa Umoja wa Mataifa umelalia upande mmoja, ukishtumu Iran kwa kuendelea kufanya mashambulizi kwenye nchi za jirani, kwa maana majirani zake, kwa maana ya nchi zake za Kiarabu ambao ni majirani zake, lakini haijaishtumu Israel na Marekani kuivamia Iran, kwa sababu hizi ndio nchi ambazo zilianza mashambulizi tarehe 28 alfajiri ya tarehe 28 zilipopiga kwenye makazi ya kiongozi mkuu wenyewe wanaita Rahbal Bait, makazi ya kiongozi mkuu wa Iran, ambapo alipelekea kumuua aliyekuwa kiongozi mkuu Khamenei. Na wakaendelea kufanya hivyo mashambulizi wakati wakiwa kwenye mazungumzo, jambo ambalo linakiuka kabisa kanuni za kidiplomasia kwa mujibu wa mkutano wa Vienna Convention wa mwaka 1949. Jukumu kubwa la Umoja wa Mataifa, walipaswa wachukue hatua za mazungumzo, za kuharakisha mazungumzo. Wangechukua hatua za kukutana na viongozi wa pande zote mbili, wangekutana na Marco Rubio, wangekutana na Abbas Araghchi, wangekutana na pia viongozi wa Iran, wa Israel, wangeitisha mazungumzo ya haraka sana, wangeomba usitishwaji wa mapigano, wangechukua hatua. Umoja wa Mataifa angalau ingeonyesha nguvu kama ambayo ilikuwa akionyesha Kofi Annan wakati ule alipokuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa iko kimya, haichukui hatua zozote za haraka, na mgogoro unaendelea kupanuka, na tunavyoona kwamba yale ambayo yalikuwa yakitajwa kwamba yawezekana Iran ikaelemewa, inaonyesha wazi kwamba Iran bado ina nguvu, kwa sababu bado inaendelea kurusha makombora, bado inaonyesha kwamba vikosi vyake ambavyo inaviunga mkono kama Hezbollah, Houthi, Kitabu la Imam ya Iraq wanaendelea kufanya mashambulizi, wanaendelea kuonesha msimamo mkali. Jambo hili kwa kweli linaleta hatari sana kwenye dunia yetu, linaleta hatari sana kwenye usalama wa Ghuba, linaleta hatari sana kwenye Mashariki ya Kati, lakini pia linaonesha kwamba kuna vunjwa sheria za kimataifa, jambo ambalo linaweza likatokea kwenye nchi zingine zozote zenye uhasimu. Kwa hiyo mimi nadhani kitu cha muhimu na kikubwa ni Umoja wa Mataifa uchukue hatua. Nchi zenye nguvu kama Russia, China, nchi za Afrika, Umoja wa Afrika pia uchukue hatua, dunia pia ichukue hatua.